tu ya nyongeza. Nimuulize Mheshimiwa Waziri, je, wanatumia vigezo gani vya usajili wa hivyo vikoba? B, wakiwa wanakopesha wanaanzia na kiwango gani za hiyo mikopo ili wananchi nao waweze kukopa? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha na Mipango, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Fedha na Mipango, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Mwantakaji mbunge wa Bububu kama ifuatavyo. Kwanza, vigezo vinavyotumika ni kuangalia kikundi husika kinajishughulisha na nini na kama kina wadau muhimu katika kikundi hicho, pamoja na aina ya shughuli inayotaka kujishughulisha kikundi hicho. Pamoja na swali lake la pili, ameuliza ni shilingi ngapi wanakopeshwa. Hapa inaangaliwa tu kikundi husika kina mtaji kiasi gani na kimeomba kiasi gani, na hivyo kuangalia kama wanaweza kukopesheka, kuangalia viashiria hatarishi ndani ya kikundi kile, kama waliwahi kukopa na uwezo wao wa kuweza kumanage biashara walianza lini. Kwa hiyo tunaangalia mtaji wao endelevu na sustainability yao katika biashara wanayofanya. Mheshimiwa Ajali, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nishukuru Wizara ya Fedha kufanya mipango mizuri na nishukuru sana kutangaza Kariakoo kuwa mkoa wa TRA. Mheshimiwa Waziri, leo tumesoma kwenye magazeti inasema kwamba kuna mdororo wa uchumi. Ina maana mpaka kufikia mahala ambapo mabenki sasa hivi hayakopeshi tena wananchi na wameanza kuuza bondi zao. Nini Wizara ya Fedha inazungumza kuhusu haya mabenki kutokuwakopesha wawekezaji au waanzishaji biashara mpya ili waendelee kuimarisha uchumi? Naomba Wizara ya Fedha itoe msimamo wake. Asante sana. Mheshimiwa Ajali, swali la msingi linahusu vikoba. Sasa maelezo ya jumla kuhusu uchumi hayo yatamtaka waziri alete hoja hapa. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, tutaendelea. Wizara ya Nishati na Madini, Mheshimiwa Latifa Hassan Chande, mbunge wa Liwale umebakia kuwa wilaya pekee ya mkoa wa Lindi ambayo haijanufaika na umeme wa uhakika wa gesi asilia. Umeme unaotumika ni wa jenereta 2 za dizeli kwa kilowati 800. Je, ni kwa nini serikali isitenge fedha ili kuunganisha wilaya nzima ya Liwale na umeme wa gesi asilia? Naibu Waziri Dr. Medad Karemani anajibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nishati na Madini, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Latifa Hassan Chande, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, mji wa Liwale unapata umeme kutoka kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia mafuta kilichopo Liwale. Hata hivyo, gharama za uendeshaji wa mitambo hiyo inayotumia nishati ya mafuta ni kubwa sana. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na hali hiyo, serikali imeanza kutekeleza ujenzi wa njia ya umeme itakayounganisha wilaya ya Liwale na wilaya ya Nachingwea, ambao kwa sasa inatumia umeme kutoka kituo cha kuzalisha umeme cha gesi asilia kilichopo Mtwara. Mheshimiwa Naibu Spika, hatua iliyofikiwa katika mpango huo ni ujenzi wa njia ya umeme wa msongo wa kilovolt 33 yenye urefu wa kilomita 14.5 kutoka Nachingwea hadi kijiji cha Ruponda, ambapo ni kilomita 73 kutoka Liwale hadi kijiji cha Nangano. Kazi hiyo ilianza mwezi Agosti mwaka 2014 na inatarajiwa kukamilika mwishoni mwa Septemba mwaka huu. Gharama za mradi huu ni shilingi bilioni 3.5 na kwa kweli hadi iliyokabika ni nzuri na inaendelea vizuri. Hata hivyo, sehemu iliyobaki ya kilomita 45 kati ya Ruponda na Nangano inatarajiwa kukamilika kupitia utekelezaji wa mpango wa REA awamu ya 3. Mheshimiwa Cecil Mwambe, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, nina maswali mawili ya nyongeza kwa Wizara ya Nishati na Madini. Kwa vile wilaya za Masasi na Nyumbu na hasa Masasi mjini, kijiji cha Ndanda pamoja na Chikundi, kuna tatizo sana la umeme kukatika kila mara, na umeme huu ndio ambao tunaambiwa sasa unapelekwa Liwale. Je, Mheshimiwa Waziri,
na uhakikishaji wakazi wa Liwale kuwa na umeme wa uhakika, wasio wakapata matatizo ambayo wakazi wa Masasi wanayapata kila mara. Swali la pili, tuliambiwa watakapoanza kutumia umeme wa gesi basi hata gharama za kuunganisha lakini pia na gharama za kuwafikia wale wakazi umeme toka siku ambazo wamelipia zitakuwa ni chache sana. Katika hali ya kushangaza, kuna wakazi wa maeneo ya Nachingwea lakini pia Ndanda na hizo wilaya zingine zilizozitaja wanaweza kukaa hata miezi 3 au 4 bila kuunganishiwa umeme toka tarehe waliolipa. Lakini pia kuna vijiji vingi ambavyo vinapitiwa na nguzo kuu za umeme zinazokwenda Liwale na Masasi mjini. Unawaambiaje wakazi wa Masasi juu ya mambo haya mawili? Mheshimiwa Naibu Waziri Nishati na Madini, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nishati na Madini, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Sesi aliyeuliza swali kwa niaba ya Mheshimiwa Chande. Mheshimiwa Spika, ni kweli kabisa kuna changamoto za upatikanaji wa umeme hasa katika maeneo ya Masasi na Nanyanyumbu, lakini sio Masasi tu Mheshimiwa Spika, hata maeneo mengine ya Liwale pamoja na Chingwea. Hata hivyo Mheshimiwa Spika, juhudi zilizofanyika ni kubwa. Nimhakikishie Mheshimiwa Sesi kwamba kazi inaendelea. Hata hivyo kwenye awamu ya pili ya LEA ni vijiji kwa wilaya zote alivyotaja 152 vimepatiwa umeme. Ni kweli kabisa kuna vijiji ambavyo ni 111 kwa wilaya zote hazijapata umeme. Na mkakati uliopo Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya wananchi wa maeneo ya Masasi na Nyumbu na Chungwa na maeneo ya karibu, yatapelekea umeme kwenye LEA awamu ya 3 inayoanza mwezi Oktoba, Novemba hadi Disemba mwaka huu. Lakini kuhusiana na swala la uhakika la umeme wananchi wa Masasi, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge na nakushukuru sana kwa sababu umekuwa ukifuatia jambo hili. Swala la upatikanaji wa umeme wa wilaya za Masasi na maeneo ya jirani linafanywa kazi na kwa kweli tatulika kwa muda mfupi sana kuanzia sasa. Mheshimiwa Spika, gharama za umeme. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii Mheshimiwa Spika kueleza wananchi kwamba gharama za umeme kwa kweli zinashuka. Ni kweli kabisa baada ya kuanza kutumia gesi asilia gharama za umeme zimeshuka na kwa nchi nzima. Gharama za umeme kwa miradi ya LEA Mheshimiwa Spika ni shilingi 27,000 na hiyo ni nchi nzima. Hata hivyo gharama za kulipa umeme kwa wananchi wanaotumia gesi asilia hasa kwa mikoa ya Lindi na Mtwara na maeneo ya jirani, hata kwa kazi wanaounganishwa na TANESCO ni za chini. Badala ya shilingi 177 kwa mikoa hiyo miwili ni shilingi 99. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge tutaendelea kutumia gharama hizo kwa mikoa ya Lindi, Mtwara pamoja na wilaya nyingine za Masasi na Nanyumbu. Mheshimiwa, muda wetu umekimbia sana, kwa hiyo tunaendelea. Mheshimiwa Vedasto Edgar Ngombale, mbunge wa Kilwa Kaskazini, sasa aulize swali lake. Unakatika mara kwa mara na kusababisha adha kubwa kwa watumiaji. Je, serikali inaweza kutuambia kiini hasa cha ukatikaji huo wa kila siku wa umeme unaozalishwa kutokana na gesi ya songosongo? Naibu Waziri anaendelea kutoa majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nishati na Madini, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Vedasto Edgar Ngombale, mbunge wa Kilwa Kaskazini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kituo cha Somangafungu kilianza kuzalisha umeme mwaka 2010. Kituo hicho kina jumla ya mitambo mitatu ya kuzalisha umeme kiasi cha megawati 7.5 kwa kutumia gesi asilia. Umeme unaofuriwa kutoka Somangafungu unatumika katika wilaya za Kibiti, Kilwa pamoja na Rufiji. Kwa sasa mtambo mmoja wenye uwezo wa kuzalisha umeme megawati 2.5 pia haufanyi kazi. Mheshimiwa Spika, kukatika kwa umeme ni kweli kabisa. Kumekuwa na kukatika kwa umeme katika wilaya ya Kilwa, Kibiti pamoja na Rufiji kunakosababishwa na hitilafu katika mtambo ya kuzalisha umeme pamoja na miundombinu ya kusambaza umeme. Ili kukabiliana na changamoto hiyo, Mheshimiwa Spika, tunaimarisha upatikanaji wa umeme katika wilaya hizo, na serikali kupitia TANESCO imeanza ukarabati sasa ambao ni overhaul kabisa ya mitambo miwili ya uwezo wa kuzalisha umeme wa jumla megawati 5, lakini pia tunafanya ukarabati na kufunga mtambo mwingine kwenye mtambo unaozalisha megawati 2 na kufanya sasa jumla ya gharama ya kurekebisha pamoja na kufunga mtambo kufikia bilioni 5. Mheshimiwa Spika, TANESCO inaendelea na ukaguzi, inafanya usafishaji na ukarabati wa milambo hiyo ili kuhakikisha wananchi wa maeneo hayo wanapata umeme wa hakika. Mheshimiwa Ngombale, swali la nyongeza. Nashukuru Mheshimiwa Naibu Spika.
Katika jibu lake la msingi, Mheshimiwa Waziri anasema kwamba ndio wa kwanza wameanza ukarabati wa mitambo ile, lakini mimi nilifanya ziara mwezi wa 7 na nikakutana na meneja na akanieleza kwamba ukarabati umefanyika, lakini bado kuna tatizo. Kila inapofikia saa 5 ya usiku mashine zile ujizima, na baada ya masaa 8 ndio uweza kuwaka tena. Sasa nahitaji kufahamu ukweli ni upi, maelezo ya Mheshimiwa Waziri au yale aliyonipa Mheshimiwa meneja wa kile kituo. Lakini la pili, bado kuna tatizo kubwa, na hasa tatizo la kiufundi. Sasa Mheshimiwa Naibu Waziri anieleze kwamba mkandarasi aliyetumika kufanya ukarabati ule ni yule aliyeelekezwa na mtengenezaji wa mashine au hawa wenzetu wa Magomeni, na Mheshimiwa Naibu Waziri kama iko tayari kufuatana nami kwenda kuangalia namna ya kutafuta suluhu ya tatizo lile. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri Mheshimiwa Waziri wa Nishati na Madini, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kwanza nitoe ufafanuzi mzuri wa matatizo ya umeme kule kusini. Ukweli ni kwamba umeme mikoa ya Lindi na Mtwara una matatizo, na matatizo ni ya kiufundi. Ilikuwa ni kampuni ya Atmas iliyopewa jukumu la kusambaza umeme huko. Sasa ilijenga miundombinu ya msongo mdogo wa kilovolt 33. Ukizitoa Mtwara ziende mpaka Masasi na Chingwea, ukweli ni kwamba umeme unakuwa una matatizo. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi ambacho Mheshimiwa Naibu Waziri ameongea ni kweli, ni kwamba TANESCO inarekebisha hizo njia, ni kwamba zitajengwa sasa badala ya kilovolt 33 ni kilovolt 132 double circuit, yani njia mbili za kuleta umeme mwingi zaidi. Kwa hiyo hiyo kazi nadhani itakamilika mwisho wa mwaka huu, lakini nimemtuma mtu aende Mtwara kwa sababu mbunge wa Mtwara aliniuliza. Nimemtuma injinia aende alete jibu kabla ya Jumatano wiki ijayo. Kwa hiyo jibu kamili mtalipata kama mradi unaendelea vizuri. Hilo la kwanza. Lakini kutatua hili tatizo kama anavyosema Mheshimiwa Somangafungu, lazima tukiri mitambo ina matatizo ya Somangafungu, na sio Somangafungu tu, ni kitu ambacho lazima tuwe wa kweli tukifanyie kazi. Kwa nini mitambo yetu inavyoanza kazi ikifika miaka miwili tu inakuwa na hitilafu? Hicho ni kitu lazima tukifanyie kazi, ni cha kitaalamu. Somangafungu ilifungwa baada ya miaka miwili ikaleta matatizo. Ule wa Nyakato Mwanza umefungwa baada ya miaka miwili una matatizo. Wa Ubungo baada ya miaka miwili una matatizo. Hivi ni vitu ambavyo lazima tuviongee kwa uwazi kuliko kuvificha. Kuna tatizo. Sasa Somangafungu, ukweli ni kwamba yule nadhani mbunge yuko makini sana, alikuwa anauliza swali la kututega sisi. Ukweli ni kwamba aliyetengeneza ile mitambo na anayefanya repair sasa hivi ni watu tofauti. Huo ukweli lazima tuukubali. Sasa tunachofanya ni kwamba ukweli wamefanya repair ya Somangafungu, hatuna sababu ya kufunga safari kwenda kule kuthibitisha kwa sababu kazi yenyewe haijakamilika. Kwa hiyo tutaenda hakuna kujiridhisha, tunajua kazi haijakamilika. Kwa hiyo tungoje ikamilike. Lakini tatizo la Somangafungu kulitatua na mikoa ya kusini ni kuingizwa kwenye grid ya taifa. Kwa hiyo fedha zimepatikana na TANESCO wameanza kujenga miundombinu ya msongo mkubwa kutoka Somangafungu kuunganisha na Kinyerezi. Tunataka iwe ya kilovolt 400. Walikuwa 200, nikasema hapana. Tumezoea tunafanya vitu kidogo, baada ya muda tena matatizo. Kwa hiyo watapeleka kilovolt 400 kusudi ule umeme wa Mtwara ukiingia pale wa Somangafungu na wa Mtwara ukiingia Somangafungu
unaweza kwenda Kinyerezi, na nyie mkipata matatizo mnaweza mkapata umeme kutoka kwenye gridi ya taifa. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, hili tatizo linatatuliwa, tulieni tu, halitachukua muda mrefu. Waheshimiwa, tunaendelea. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi.